Karibu tena kwenye Domestic System. Leo tutaunganisha kila kitu ulichojifunza. Moduli 10 zimepita, umejifunza jinsi ya kusafisha kila chumba, kila sehemu na kila aina ya kitu katika Villages. Lakini leo tutaelewa kuwa kujua jinsi ya kusafisha ni nusu tu ya ujuzi huo. Nusu nyingine ni kujua lini unapaswa kusafisha, kwa mpangilio gani, na jinsi ya kudhibiti siku yako yote kwa utaalamu. Moduli hii inahusu kufanya kazi kwa akili, si tu kufanya kazi kwa bidii. Hebu tujenge ratiba yako kamili ya kitaalamu. Kuna viwango viwili vya usafi unavyofanya katika Villages, na kuelewa tofauti hiyo ni muhimu katika kudhibiti muda wako kwa utaalamu. Usafi wa kila siku unafanywa kila siku katika kila chumba. Hii huweka nyumba katika kiwango cha juu cha mara kwa mara. Huzingatia sehemu zinazoonekana: sakafu, vyombo, kufulia na bafu. Lengo, nyumba ionekane nzuri na iwe safi wakati wote. Mari kita bicara tentang log pembersihan Anda. Seorang pekerja domestik profesional menyimpan catatan harian tentang apa yang telah dikerjakan. Ini tidak rumit, bisa berupa buku catatan sederhana. Setiap hari Anda menuliskan tanggal, tugas yang diselesaikan, dan masalah yang ditemukan. Log ini menunjukkan kepada majikan bahwa pekerjaan Anda sistematis. Ini juga membantu Anda melacak rotasi pembersihan mendalam mingguan. Bagian dari tanggung jawab profesional Anda adalah memperhatikan dan melaporkan masalah pemeliharaan, bukan hanya membersihkan di sekitarnya. Keran yang menetes, ubin yang retak, atau pintu yang tidak tertutup rapat. Ini bukan kesalahan Anda, tapi tanggung jawab Anda untuk melaporkannya. Majikan mempercayai Anda untuk menjadi mata mereka di dalam rumah, melaporkan masalah dengan cepat mencegah kerusakan yang lebih besar. Tingkat kepedulian ini jauh melampaui sekadar pembersihan, dan membuat Anda menjadi aset yang sangat berharga bagi keluarga. Mfanyakazi wa nyumbani mwenye utaalamu hategemei kumbukumbu pekee. Unafanya kazi na ratiba, mpango ulioandikwa kwa uwazi. Ratiba yako ni chombo chako muhimu zaidi cha shirika. Inahakikisha hakuna kinachosahaulika na inaonyesha udhabiti wako kwa mwajiri. Unda ratiba yako ya kibinafsi ya kusafisha katika wiki yako ya kwanza. Uliza vipaumbele na mapendekezo ya mwajiri ili kujenga utaratibu unaofaa. Hebu tupitie mfano wa siku ya kitaalamu katika villa kubwa ya Gs. Muda ni wa makadirio, rekebisha kulingana na utaratibu wa nyumbani kwako. Asubuhi ni kipindi chako cha kusafisha kwa kina zaidi. Nyumba lazima ifikie kiwango chake cha juu kabla ya katikati ya asubuhi. Saa 12 asubuhi, kusanya nguo za kufua kutoka vyumba vyote, anza ufuaji wa kwanza na ufungue madirisha ili kuingiza hewa katika vyumba vyote. Saa 12 na madakika 30 asubuhi, safisha kaunta za jikoni na jiko baada ya kuandaa kiamsha kinywa. Osha vyombo na uhakikishe jikoni ni safi. Saa 4 asubuhi, safisha na kuua viini katika kila bafu, choo, beseni, kioo, na sakafu. Jaza tena mahitaji na ukunje taulo. Jadwal pembersihan Anda bukanlah sesuatu yang Anda buat sendiri dan ikuti dalam diam. Hal ini harus dibicarakan dan disepakati dengan majikan. Pada hari pertama Anda, tanyakan kepada majikan apa prioritas pembersihan mereka dan standar apa yang mereka harapkan. Tunjukkan jadwal Anda. Tanyakan tentang ruangan atau barang khusus yang membutuhkan perhatian atau perawatan ekstra. Cari tahu produk apa yang mereka hindari. Dan beritahu mereka rencana rotasi pembersihan mendalam Anda, sehingga mereka tidak terkejut dengan pembersihan intensif pada hari-hari tertentu. Tingkat komunikasi ini mengubah hubungan antara Anda dan majikan. Alih-alih mereka bertanya-tanya, mereka menjadi tahu apa yang Anda kerjakan. Kejelasan bersama ini membuat kedua belah pihak lebih bahagia dan menciptakan hubungan kerja yang panjang dan sukses. Komunikasi adalah kuncinya. Jadwal pembersihan Anda bukanlah sesuatu yang Anda buat sendiri dan ikuti dalam diam. Hal ini harus dibicarakan dan disepakati dengan majikan. Pembersihan harian menjaga standar, sementara pembersihan mendalam mengembalikan kesempurnaan. Keduanya sangat penting untuk rumah yang indah. Pagi hari adalah waktu yang paling intensif. Mulailah dengan dapur, kamar mandi, dan kamar tidur terlebih dahulu untuk hasil terbaik. Gunakan rotasi mingguan untuk memastikan setiap area villa dibersihkan secara mendalam sekali seminggu tanpa ada yang terlewatkan. Bekerja secara paralel untuk menghemat waktu. Jalankan mesin cuci atau biarkan produk bekerja saat Anda melakukan tugas pembersihan lainnya. Saat waktu terbatas, ketahui urutan prioritas Anda.
Dahulukan area pintu masuk, kamar mandi, dan majelis untuk menyambut tamu. Dokumentasikan pekerjaan Anda dengan log harian, laporkan masalah pemeliharaan dengan segera, dan jalin komunikasi yang baik dengan majikan. Keterampilan ini membuat Anda menjadi profesional rumah tangga yang sejati. Di modul 11, kita akan membahas pembersihan di rumah dengan anak-anak. Sampai saat itu, kunjungi kami di situs web kami. Anda benar-benar luar biasa. Sampai jumpa di modul berikutnya. Kuanzia saa 4 asubuhi, msisitizo wako unahamia kwenye sebule na majlis. Hizi ni sehemu muhimu zaidi za kupokelea wageni. Saa 2:30 asubuhi, safisha vyumba vyote vya kulala. Tandika vitanda kwa mashuka safi, futa vumbi kwenye nyuso zote na piga deki sakafuni. Saa 3:30 asubuhi, safisha sehemu za kuingilia na korido. Piga deki na ung'arishe sakafu ya marumaru na usafishe vioo vya mlangoni. Futa vumbi kwenye nyuso zote, pangilia mito ya sofa, piga deki zulia kubwa na usafishe sakafu ngumu. Kila kitu lazima kionekane kamili. Saa 5 asubuhi, safisha chumba cha kulia chakula. Futa meza na viti, andaa tena meza ya chakula na ufute vumbi kwenye makabati ya vyombo. Saa 5:30 asubuhi, kipindi chako cha kusafisha kwa kina asubuhi kinakamilika. Nyumba sasa iko tayari na ni kamili kwa ajili ya familia ya mwajiri wako. Kuanzia saa 4 asubuhi, msisitizo wako unahamia kwenye sebule na majlis. Hizi ni sehemu muhimu zaidi za kupokelea wageni. Saa 2:30 asubuhi, safisha vyumba vyote vya kulala. Tandika vitanda kwa mashuka safi, futa vumbi kwenye nyuso zote na piga deki sakafuni. Saa 3:30 asubuhi, safisha sehemu za kuingilia na korido. Piga deki na ung'arishe sakafu ya marumaru na usafishe vioo vya mlangoni. Futa vumbi kwenye nyuso zote, pangilia mito ya sofa, piga deki zulia kubwa na usafishe sakafu ngumu. Kila kitu lazima kionekane kamili. Saa 5 asubuhi, safisha chumba cha kulia chakula. Futa meza na viti, andaa tena meza ya chakula na ufute vumbi kwenye makabati ya vyombo. Saa 5:30 asubuhi, kipindi chako cha kusafisha kwa kina asubuhi kinakamilika. Nyumba sasa iko tayari na ni kamili kwa ajili ya familia ya mwajiri wako. Kuanzia saa 5:30 mchana, tunahamia kwenye majukumu ya mchana. Muda huu unatumika kuendeleza ufuaji na kazi za mzunguko wa kusafisha kwa kina. Mzunguko wa kusafisha kwa kina unamaanisha kuzingatia sehemu moja maalum kila siku. Hii inahakikisha kila sehemu ya vila inasafishwa kwa kina kila wiki. Saa 6:30 mchana, hamishia nguo kwenye kikaushio na uanze ufuaji wa pili ikiwa inahitajika. Chukua muda mfupi wa kupumzika. Saa 7 mchana, piga pasi na ukunje nguo za kwanza. Rudisha nguo kwenye makabati kwa nadhifu. Kanuni ya kwanza ya usimamizi wa muda: kamilisha chumba kimoja kikamilifu kabla ya kuhamia chumba kingine. Hii inazuia kuchanganyikiwa, inaokoa muda na inahakikisha hakuna kinachosaulika. Safisha kuanzia juu kwenda chini. Kanuni ya pili: tekeleza kazi kwa wakati mmoja ikiwezekana. Kwa mfano, acha mashine ya kufua ifanye kazi unaposafisha maeneo mengine. Usisubiri kazi moja ikamilike kabla ya kuanza nyingine. Tumia muda wa kusubiri bidhaa zifanye kazi kusafisha kitu kingine. Wakati mwingine mambo yasiyotarajiwa hutokea, wageni hufika ghafla au mipango ya familia hubadilika. Wakati muda wako ni mfupi, lazima ujue mpangilio wa vipaumbele. Wakati wageni wanakuja, sehemu ya kuingilia, bafu na majlis ndio vipaumbele vyako kuu. Hizi ndizo sehemu ambazo wageni wataziona na kuzitumia. Zingatia maeneo muhimu zaidi na yanayoonekana. Vyumba vya kulala na usafi wa kina vinaweza kuahirishwa hadi kesho ikibidi. Katika nchi za GIS, Ramadan na Eid ni nyakati muhimu zaidi za mwaka. Katika kipindi hiki, hali ya nyumba yako lazima iwe katika ubora wake wa juu.
Wakati wa Ramadhan, ratiba yako inabadilika sana. Chumba cha kulia chakula, majlis na jiko lazima viwe kamili kila alasiri kabla ya jua kuzama. Kutakuwa na mapishi mengi ya iftar. Panga muda wa ziada wa kusafisha jiko kila usiku. Suhur pia inahitaji usafi wa jiko alfajiri na mapema. Kuelekea Eid, villa nzima hufanyiwa usafi wa kina kuanzia juu hadi chini katika wiki iliyotangulia. Mapazia yote hufufuliwa na vyombo vya fedha hung'arishwa. Kipindi hiki ni muhimu sana kwa familia. Kazi yako bora wakati huu itathaminiwa sana na kukumbukwa na mwajiri wako. Sasa tunahamia kwenye majukumu ya mchana. Muda kati ya saa 8 mchana hadi saa 11 jioni ni wa maandalizi na maeneo ya nje. Saa 8 mchana, tekeleza matengenezo ya mchana. Panga na usafishe maeneo yote ya kuishi haraka kabla ya familia kurejea. Saa 9 alasiri, zingatia maeneo ya nje, fagia kumbi, kagua eneo la bwawa la kuogelea na umwagilie mimea ikihitajika. Saa 10 jioni, tayarisha jiko kwa ajili ya kupika chakula cha jioni. Safisha sehemu za kufanyia kazi na uhakikishe jiko liko tayari. Saa 11 jioni, piga pasi awamu ya pili ya nguo. Rudisha nguo kwenye makabati kwa uangalifu na mpangilio mzuri. Mwishowe, tunafika kwenye majukumu ya jioni. Muda huu unakamilisha siku na kuandaa kila kitu kwa ajili ya asubuhi inayofuata. Baada ya chakula cha jioni, safisha jiko kikamilifu. Kaunta, jiko, vyombo na sakafu lazima viachwe vikiwa safi kabisa. Fanya usafi wa mwisho katika maeneo ya kuishi. Pangilia mito ya sofa, mwaga takataka na uwe tayari kwa asubuhi ijayo. Kabla ya kulala, fanya ukaguzi wa mwisho. Kagua vyumba vyote, zima taa maeneo yasiyotumika na andaa kila kitu kwa ajili ya kesho. Hongera! Sasa umeelewa ratiba nzima ya kitaalamu ya kila siku. Mfumo huu utakusaidia kudhibiti kazi yako kwa ufanisi. Mbali na majukumu yako ya kila siku, una eneo moja la kusafisha kwa kina kila siku. Hii inahakikisha kila sehemu ya villa inasafishwa kikamilifu kila wiki. Jumatatu, usafi wa kina wa chumba kikuu cha kulala. Safisha chini ya kitanda, ndani ya makabati ya nguo na ubadilishe mashuka yote. Jumanne, usafi wa kina wa jikoni. Safisha ndani ya jiko la kuokea, ndani ya jokofu, ndani ya makabati na usafishe feni ya jikoni. Jumatano, usafi wa kina wa bafu. Sugua vigae, safisha kichwa cha nyunyu na usafishe eneo la nyuma ya choo. Alhamisi, usafi wa kina wa sebule na majlis. Ng'arisha samani zote za mbao, piga deki chini ya mazulia na usafishe saruji zote za mito. Ijumaa ni siku yako rasmi ya kupumzika katika nyumba nyingi za GS. Siku hii unapumzika kikamilifu. Siku yako ya kupumzika ni haki iliyolindwa. Jumamosi, usafi wa kina wa maeneo ya nje. Sugua kumbi zote, safisha eneo la bwawa na samani za nje. Jumapili, usafi wa kina wa madirisha na vioo. Safisha madirisha yote makubwa, milango ya vioo inayoteleza na fremu za madirisha.